Septemba 18. Alhamisi, mwaka wa 2025. Ratiba ya wakati wa kuthibitisha wakati ujao. Matendo 11:19. Basi wale waliokuwa wametawanyika kwa ajili ya mateso kwa ajili ya Stefano wakasafiri mpaka Foinike, Kipro na Antiokia, wakihubiri ujumbe kwa Wayahudi peke yao. Kanisa la Antiokia lilitumika wakati muhimu sana katika historia kwa sababu lilithibitisha mwelekeo wa siku zijazo. Unapojenga kanisa leo, wewe pia lazima upokee baraka zile zile za fedha tatu ambazo kanisa la Antiokia lilipokea. Walirejesha uchumi wa nuru, fedha na fedha za remnant. Uchumi wa zama kabla ya hili, kuna matukio matatu muhimu unapaswa kuthibitisha. Kwanza ni tukio ambalo lilihusisha Stefano. Stefano alitangaza Injili mara moja tu kabla ya kukabili kifo cha kutisha. Wakati imeandikwa kwamba alijazwa na Roho Mtakatifu na akaona milango ya mbinguni ikifunguliwa na Yesu alisimama mkono wa kuume wa Mungu. Biblia inarekodi kifo cha Stefano kama Stefano alilala. Pili, baada ya tukio hili, shida kubwa zaidi ilifuata. Wengi walikimbia na wale waliosalia walikusanyika na kuomba, wakiongozwa na maofisa wa kanisa. Wakati huo, Mungu alimtuma malaika amfungue Petro kutoka gerezani na Mfalme Herode akafa muda mfupi baadaye. Tatu, wale waliokuwa wametawanywa kwa sababu ya mateso yaliyomzunguka Stefano walipata mkono wa Bwana pamoja nao. Huu ulikuwa mwanzo wa kanisa la Antiokia. Ikiwa ndivyo, unapaswa kufanya nini? Moja, waliobadilisha baptizan zao. Lazima ubadilishe baptizan ya shetani ndani yako na umwinue baptizan ya kiti cha enzi mahali pake. Mara baada ya baptizan kubadilishwa, kazi kubwa itafanyika. Mbili, waliopata safari yao. Watu wengi ulimwenguni wanatembea katika njia ya wanefili bila kujua. Hili limefunuliwa tu katika Biblia, na hivyo kama kanisa halifundishi hili, watu hawatajua kamwe. Ukweli huu lazima ushirikishwe na viongozi wa kitaifa pia. Ndiyo maana lazima ugundue safari ya kiti cha enzi ambayo hakuna awezaye kuizuia. Tatu, waliinua miongozo. Kwa sasa watu wa dunia wanainua miongozo ya mnara wa Babeli ambao uko ukingoni mwa kuporomoka. Kinyume chake, ni lazima uinua miongozo ya kiti cha enzi ambayo haitaangamizwa kamwe. Hata kama inaonekana hakuna kinachofanyika kwa sasa, Mungu tayari anatayarisha kila kitu. Ni lazima ufanye mataifa 237 na makabila 5,000 kuja. Kwa watu hawa lazima uinue kumbi tatu kwa 300%, na kwa remnant lazima ufungue zama ya wikendi ya siku 3 na harakati ya tafakari takatifu ambayo itabadilisha ulimwengu. Ombi la agano. Mungu Baba, nisaidie kushikilia agano sahihi katika juma hili lote na ningojee ufalme wako kusimamishwa. Nisaidie kurejesha majibu na nguvu za kweli. Na baraka kuu zaidi ya kubadilisha baptizani yangu kuwa baptizani yako itendeke. Nisaidie kuanza safari ya kiti cha enzi badala ya kuongozwa na wanefili. Nyumba yangu, kazi yangu na masomo yangu yawe miongozo. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.